Hili bwana Juma Shabani pamoja na Raymond kwa mara ya kwanza kabisa aliyekuwa golikipa wa Simba Aishi Salum Manula amefunguka na PMTV mengi sana, na kubwa zaidi yalofunguka ni kuhusiana na zile goli 5 alizoruhusu kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwa maana ilikuwa ni mechi ya Yanga na Simba pale katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa mara ya kwanza amefungua kinywa chake akizielezea namna gani ambavyo alikuwa kwenye ile mechi. Watu walikuwa wakizungumza mengi, Manula hakuwa fiti, Manula alitolewa kama mbuzi wa kafara, inawezekana kulikuwa kuna propaganda inaendelea. Sasa hayo yote Manula ameyasikiliza, ameyasikia kwa mashabiki na akaamua kuja kufunguka kupitia PMTV. Tumsikilize Aishi Salum Manula, nini kilitokea kwenye zile goli 5 na baada ya pale nini kiliendelea kwake yeye kama mchezaji. Wakati huko Simba, ile mechi ambayo uliruhusu goli 5, kuna namna ambavyo ulikaa mwenyewe ukiangalia ile mechi, kuna namna unahisi kama kuna vitu havikwenda sawa baada ya kupoteza ule mchezo? Nadhani sote kwa ujumla kuanzia wachezaji mpaka viongozi, nadhani ilikuwa kama msiba. Ilikuwa kama ni msiba kwa sababu tuliweza kupoteza na tulipoteza kwa namna mbaya. Na kama wanajeshi ambao tulikuwa kwenye uwanja wa vita kwa ajili ya kupambana kuhakikisha tunawapa furaha washabiki, wapenzi na wanachama, lakini tumeshindwa kupambana kuhakikisha furaha ile inabaki kwetu. Na baadaye tuliweza kuambulia maumivu na kutoka pale tukiwa tuko down, kila mtu akiwa ana feel yale maumivu. Kwa hiyo ilikuwa moment mbaya na ngumu kama timu kwa sababu hakuna miongoni mwetu mtu ambaye alitarajia tungeweza kupoteza kwa namna ile. Na unasema kwamba haukuwa fiti kwenye ile mechi. Nakumbuka ndio ulikuwa umetoka kwenye majeraha bila shaka. Nadhani haikuwa kigezo, haikuwa kigezo kwa sababu nilitoka kwenye majeruhi na nini, lakini kitu kikubwa nadhani watu wanapaswa kujaji ni performance, kwamba Manula alifanya nini kwenye ile mechi. Hicho ndio kikubwa, lakini kikubwa sio majeraha ama sio nini, kwa sababu hata mimi mwenyewe huwa napenda kufanya review ya mechi baada ya mechi kuisha. Nakaa naangalia mechi kwamba nini kilikuwa kizuri, nini kilikuwa kibaya. Naam, tumerejea tena. Huyo ni Aishi Salum Manula, kwa mara ya kwanza amefunguka hapo Juma Shabani pamoja na Raymond. Bila shaka mmemsikia vizuri Aishi Manula Yes. Aishi Manula bwana anasema baada ya kupoteza ule mchezo ni kama palipigwa bomu hivi. Yaani kulikuwa kuna msiba, sio tu kwa wachezaji mpaka kwa viongozi, lakini amezungumzia hapo ile swala la kusema kwamba hakuwa fiti kwenye ule mchezo. Ameweka sawa hapo, anasema kwamba nafikiri watu wajaji kuhusu nini Manula alifanya, performance ya timu ilikuwaje, lakini wasianze kujudge kwamba hakuwa fiti namna gani vipi. Sisi tumeelewana, lakini yes, tunakubaliana hapa kwamba kupoteza kwenye ule mchezo halikuwa tatizo la Aishi Manula peke yake, tatizo lilikuwa ni timu kiujumla. Kwa nini watu wengi sana waliondoka na Aishi Salum Manula? Japo baada ya mechi viongozi walisema kwamba watafanya research kugundua namna gani ambavyo kama kuna uhujumu wote ambao ulitokea katika upande wa hiyo mechi, na wachezaji ambao walikuwa alikuwa anatajwa Kapombe, alikuwa anatajwa Chama, Mohamed Hussein, Inonga Baka naye alikuwepo, si ndio? Inonga, Shemalone, mwa hao wachezaji pamoja na hao kina Shemalone Fondo. Kwa nini jina la Aishi Salum Manula ndo lilikuwa linaonekana kwamba linatikisa sana kwenye upande wa vichwa vya habari? Ni kutokana na kukosekana kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu kama tunakumbuka alipata injury ambayo ilimweka nje kwa zaidi ya miezi 7, na ametoka hapo ameanza mazoezi, haikuchukua hata muda mrefu. Na nakumbuka wiki moja kabla tulimuona Aishi Salum Manula alienda kwenda kucheza mechi ya kirafiki ambayo ilikuwa ni mechi ya kirafiki, ilichezeka kule Bunju. Walicheza na timu moja hapa tu, na hiyo mechi walishinda Simba, lakini walicheza kwa kugawana vipindi.
Kipindi cha kwanza alianza huyu, kipindi cha pili alianza huyu. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba watu walianza kujaji hapo, lakini nadhani maswali mengi yalikuja baada ya kocha Robertinho kuweza kuondoka, kwa sababu Robertinho alizungumza akasema kwamba katika vitu ambavyo vilivyomshangaza wakati wanafanya mpaka mazoezi ya mwisho, Aishi Salum Manula hakuwa sehemu ya kikosi cha kwanza kwenye upande wa kikosi cha Simba. Kwa hiyo alipigiwa simu kesho yake na viongozi kuambiwa kwamba huyo golikipa ambaye umempanga hatakiwi kuwa sehemu ya mchezo, na akauliza nani ambaye mnataka aingie kwenye upande wa hii dabi, wakamwambia kwamba Aishi Salum Manula ndo anatakiwa kuweza kufanyaje, kuweza kuingia kwenye hiyo mechi. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba mwalimu yeye mwenyewe ambaye anayekiandaa kikosi siku moja kabla ya mechi, Aishi Manula hakuwa sehemu ya mpango wake, alikuwa ni mchezaji mwingine. Kwa hiyo siku ya mechi amekuja kuingia nani? Aishi Salum Manula. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanaona kwamba kitendo tu cha mwalimu kuswitch kumtoa mchezaji mmoja na kuja mchezaji mwingine, inawezekana Aishi hakuwa ameimeza ile pressure ya dabi, hakuwa amejiandaa na hiyo mechi ya nini, ya dabi ya Kariakoo. Lakini yote kwa yote, hata mpaka leo mimi ukiniambia kwamba ni goli gani ambalo Manula kafungwa, unaweza ukasema kwamba huu ni uzembe wa golikipa. Mimi ninakosa kwenye yale magoli 5. Hata mimi mwenyewe nakosa kiukweli. Lawama hazipaswi kwenda tu kwa Aishi Salum Manula pekee, lakini pia hata viongozi ambao waliopiga simu na wakatoa uamuzi kwamba anayetakiwa kudaka kwenye mechi ya dabi ni mchezaji fulani, nadhani ndo tungeanza kuwalaumu hao, na baada ya hapo aje na hawa wachezaji wengine ambao walikuwa wanafanyaje, walaanza kulaumiwa zaidi. Lakini mwisho wa siku zinapotokea situation kama hiyo, viongozi huwa wanatafuta sehemu ya kwenda kujisafisha, na tuliona baada ya hayo matokeo nini kilichofuata. Walimu viongozi ili kutuliza ile pressure pamoja na machungu ya mashabiki, tuliona alienda kumtimua nani? Kocha Robertinho. Kwa upande wako Raymond, hii imekaaje? Kwa nini Aishi Manula ndo analaumiwa sana kwenye hizo goli 5? Ndo target rahisi. Yeye ndo target anafikika mapema kulaumiwa. Of course. Situation nzima alikuwa anatoka injury. Ndio maana watu walikuwa wanaona okay, hii ndo easy target, lakini Simba ilizidiwa kila kitu kwenye ule mchezo, na ndio maana ilifungwa. Kwa kukuwa na mtu aliyehujumu, hakukuwa na kitu chochote ambacho kimehujumiwa, ni Simba ilizidiwa kwenye pitch. Yaani ilizidiwa, unaona kabisa hii timu imezidiwa, na pengine ilitakiwa kufungwa hata zaidi ya ile magoli 5. Zipo saves ambazo alizifanya Manula kwenye ule mchezo, lakini kwa vile na hazizungumzwi. Na hazizungumzwi. Yaani kwa vile tu yeye alikuwa ni easy target, yani kwamba okay, tukiangalia ile team sasa hivi nani tunaweza tukampelekea lawama. Propaganda inaanzishwa tu, Manula alilazimisha kucheza, alikuwa majeruhi. Okay, Manula ana nguvu gani ya kumlazimisha kocha kumpanga? Ndio hapo tutarudi kwenye pointi yangu kwamba okay, ni viongozi pia wengine walipiga simu. Haya, wewe kama Manula. Kwa kumbe viongozi wanapanga vikosi. Bana, kwa nini wasipange? Robertinho akasema kwa Simba wanapanga vikosi, viongozi wa Simba wanapanga vikosi. Robertinho amesema alipigiwa simu. Kwa mujibu wa Robertinho. Robertinho amesema alipigiwa simu kwamba golikipa fulani anatakiwa kuanza. Hata ile ya mchezaji kuambiwa hata ukiumia tutakupeleka Afrika Kusini, nao viongozi wamehusika. Kwa hiyo unaona sasa kitu ambacho nilikuwa nakuambia hata kwenye ile taswira ya pointi tuliotoka kwenye kuhusiana na viongozi. Viongozi kwenye hivi vilabu wana power ambayo pengine hata wewe ungekuwa Aishi Manula, kama uliambiwa na kiongozi wako unatakiwa udake japokuwa umetoka majeraha, ungekubali kudaka. Sababu ni nguvu ambayo ipo. Yaani hiyo kwenye football ya Tanzania bado ipo. Yaani viongozi wana power ya kufanya kitu ambacho pengine hata akikuwa sahihi kwa mchezaji, lakini kwa vile ni kiongozi unakubali tu kufanya kwa vile uko chini yake. Kwa nafikiri Simba ilipotea as a collective kama team, na anayemnyoshia Manula kidole ni yule tu mtu ambaye pengine akuangalia mpira mechi kiufundi. Pengine alikuwa anatafuta tu okay, unajua Tanzania tu alaumiwe nani. Na muda inawezekana atakosa sio la kwela, lazima atafute wa kulaumiwa. Akalaumiwa Manula, kafukuzwa Robertinho, watu wakatuliza pressure. Hao watu ambao walisema hiyo propaganda ambayo ilitengenezwa kwamba kuna watu wanahujumu timu, nani alichukuliwa hatua? Basi sawa, mimi nadhani ni muda muafaka sasa Manula kuweza kurejea kiwanjani, kuonyesha kwamba ni mistake kwenye football zinatokea, lakini hii ya kumsema Manula, nafikiri mashabiki wangetuliza munkali kidogo, wakamwacha Manula afanye majukumu yake.
kwani Manula huyu si ndio alikuwa anafungwa na AS Vita National Al Ahly, Ahly goli 5 goli tano zote si hizo. ndio? Alikuwa ni Manula huyu. Lakini kinachokuja ni kwamba umefungwa na nani? Yaani mtu anashindwa kuipa thamani National Al Ahly kwa sababu kama kelele zitakiwa zianze kwa National Al Ahly kwamba kwa nini Manula ama Simba kwa nini imefungwa goli 5, lakini kwa sababu imefungwa na Yanga ndio maana unaona hizo kelele zimekuwa ni nyingi. Na hii ilikuwa inaonyesha kwa sababu Young Africans walikuwa wameonekana hii mechi wameipania kweli kweli. Ni kweli kabisa. Ile slogan ya tabulele la ilianza before hiyo mechi kama unakumbuka. Nakumbuka. Na kuna interview ambayo Ahmed Ally aliojiwa na akaulizwa, bwana, upande wa pili wamesema kwenye hii mechi mkijichanganya vibaya mnakula goli 5. Ahmed akawa anacheka. Sisi tu wa kufunga goli 5. Ngoja tuzione hizo goli 5 kama itafanyaje zitakuwepo. Kwa hiyo hao walijiandaa zaidi. Na ndio maana hata kwenye ile mechi ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 baadhi ya viongozi, baadhi ya mashabiki walichokuwa na kinasibu kwamba mkija kwenye hii dabi zimepungua sana goli 8. Goli 8. Umeelewa? Kwa hiyo yani kuna watu ambao hizi dabi wanajiandaa nazo. Simba waliingia na ile mentality kwamba unajua kipindi ambacho Simba anatawala tulikuwa tuna ile akili kwamba timu nzima huwa inafungwa na timu mbovu. Na Yanga walikionyesha hicho. Wakati Yanga wapo kwenye hiyo peak walikuwa kukutana na Simba shilingi inasimama. Kama sio sare unashangaa Yanga amefanyaje? Ameshinda. Lakini kwenye hii miaka 4 ya Young Africans kutake over unaona Simba amekuwa na struggle zaidi kuweza kufanyaje? Kuweza kupata matokeo. Kashinda mechi moja tu kwenye upande wa ligi ile ya Kibu Denis ya goli 2. Na amekuja ameshinda mechi moja ya ngao ya jamii ambao Gamondi naye pia aliikataa akasema kwamba yeye hakufungwa na Simba kwa sababu ni mechi ambayo ilienda kuamuliwa kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Simba ameonekana hapati matokeo zaidi kipindi ambacho Yanga anakuwa amefanyaje? Ameshika hiyo hatamu. Mimi bwana Manula kwangu atabaki kuwa the best. Kwangu mimi, lakini sio kwenu nyinyi. Kwangu mimi atabaki kuwa one of the best goalkeeper. Ray, unataka kuzungumza nini hapo? Unakinzana na hili? The best in terms of kila kitu, sio tu kwa wazawa, kila kitu kwa wote, yani sio kwa maana ya wazawa, kwa wote, kwa hapa ligi yetu Tanzania, yeye atabaki kuwa the best. Ni the best au one of the best? One of the best goalkeeper, mmoja kati ya magolikipa bora. Hapo sawa. Kwenye top 3 anakaa top 3 ambapo unamweka nani na nani? Yaani nimesema kwenye magolikipa watatu bora. Si ndo nani na nani ndani yake? Tutajie top 3 hiyo mbona unaizungumza? Kwa sababu Manula amethibitisha kwa misimu 6. Alivyokuja Diarra tukaona kabisa kwamba kuna baadhi ya sehemu Manula alikuwa anatuongopea. Kwa hiyo Diarra naye amekuja ameingia kwenye huo ufalme. Kwa hiyo Manula tunamweka hapo kwa sababu ya ile mwendelezo wake, kwa sababu katoka Azam kaenda Simba, hakuteteleka na ukubwa wa klabu ya Simba. Ameenda kwenda kufanyaje? Kwenda kuperform. Na Simba walituaminisha kwamba unaweza ukawa na golikipa mzawa lakini bado ukaa uko strong zaidi. Young Africans walikuwa wanahangaika sana, wamepita magolikipa wengi. Aishi bado alikuwepo pale. Kuna golikipa mmoja, kuna clip yake moja ina trend sasa hivi, anadaka kama nyani, nani, Jimmy Kindoki yule. Ashe kupita kwenye upande wa coast ya Young Africans. Kwa hiyo Simba bado alistiki kuwa na Manula na alikuwa bora dhidi ya hao wote akina Rostan Youth, sijui ndio alikuwa anaitwa hivyo. Golikipa refu. Yes, yule jamaa alikuwa anacheza Young Africans, walipita hao lakini bado Manula alikuwa na shine kwa hao magolikipa wa kimataifa. Kwa hiyo anasimama hapo. Kama Simba watamvumilia zaidi Musa Pinpin Kamara wakampa hata misimu 3 ama misimu 4, na yeye sasa tunaweza tukamwangalia katika hapo. Ukitaka kuamini hilo, mpaka sasa hivi nina magolikipa 2 wa muda wote. Yes. Kuna Djigui Diarra pamoja na Aish. Yaani utaka kuamini hilo Juma, ule ufalme wa Tanzania wani nani sasa hivi anao? Kwa Kaseja hapo aingie. Nani? Kaseja. Kwenye new generation anasemea. Ndio maana nimeuliza swali la wa muda wote. Kasema muda wote sasa wamepita wengi. Kwa generation hii. Muda wote hapo kuna wengi kaka.
Yaani utaka kuamini hilo, Tanzania One sasa hivi hakuna, amebaki huyo huyo Aishi Manula. Kwa sababu ujue zamani lakini Yakubu. Zamani unajua Yakubu amefanya nini? Suleiman kafanya nini? Si ndo Tanzania One? Ana misimu mingapi mpaka tumuite Tanzania One? Kwa nini ili Tanzania One inatakiwa na misimu mingi? Tuonyeshe uzoefu wako ili tukuone, tukupe vazi ama taji la Tanzania One. Manula kakaa kwenye mechi kubwa wewe Ray. Kaka Yakubu kakaa mechi kubwa bwana. Na kafanya nini? Kafanya sehemu gani? Yule tumempeleka chani tu pale. Angalia alichokifanya. Ni experience. So experience. No, hajacheza na Petro. Kacheza mechi dhidi ya Petro. Sasa ukimweka Petro na Simba nani mkubwa? Kacheza mechi dhidi ya nani? Ray. Huyo tumempeleka chani tu pale. Kikombe cha kafu kaka. Simba hana kikombe cha kafu. Ngoja, yani kwa fan base nini kila kitu. Ray anajua anachokifanya bwana Juma. Wewe Juma. Kubwa sana. Kuna mtu nimemsahau jina. Hapa alizungumza akasemaje? Julio alizungumza akasema nyie mnajua Yakubu anacheza kwa sababu. Ni kweli. Yaani kwa sababu yenyewe nyie pia mnaijua, yani kwa nini Yakubu anacheza. Nao ni kocha. Ni swali nataka nijibu Juma. Tukiwaweka sasa hivi, yani Musa Kamara Ping at his very best na Aishi Manula at his very best. Nani golikipa mzuri? Aishi Manula. Juma. Juma. Taondoka na mimi nitaondoka na Manula. Sasa nilikuwa nataka kunyanyuka hapa. Sasa ni perception yake. Mimi nilikuwa nataka kunyanyuka hapa. Ni perception yake. Yaani nilikuwa nimejiandaa kunyanyuka kufuza kipindi. Yaani unajua kilichojaribu CV ya Manula ni pressure tu ambayo mashabiki wa Simba wanaoianikiza. Sasa bwana, huyu anaitwa Abdalla Kitwana anasema kwamba Baba Samiri wa Mbulahati Mbulahati Balafu, Dar es Salaam, Tanzania, kwa Simba hii hata aletwe kocha kutoka mbinguni hawatafanya vizuri. Mgogoro wa viongozi ule mafungu shida ndiyo iko hapo, lakini hata hapa aje kocha kutoka mbinguni hakuna kazi itafanyika. Na wasaidizi wake wawe malaika wawili. Sawa, mbali na hivyo bwana nikwambie